الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على من قال يا رب لا أسألك عن نفسي ولا آمنة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني، إنما نسألك عن أمتي لا أرضى واحد من أمتي في جهنم. قال الله يا غالي الهم ما أشفكك على هذه الأمة، أمتك خلق ضعيف وأنت النبي شريف وأنا رب لطيف، فكيف يضيع الضعيف بين الشريف واللطيف؟ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu mliopo katika ardhi hii ya Tanzania na wale ambao mpo nje ya mipaka ya ardhi yetu hii ya Tanzania na duniani kwa ujumla, usikum wa uswi nafsi bitaqwallahi jalla fi ula. Jambo la kwanza na kusieni na kusisitizeni na kuhimizeni jambo kubwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili ni suala la ru'ya, faida ambayo watu wengi wanaikosa, faida ambayo watu wengi wanaipuuzia japokuwa neema hiyo wanayo, faida ambayo watu wengi wamekuwa wakisahau na wala hawahangaiki katika kutafuta kuipata au kurejesha kumbukumbu pale ambapo wanapoipata neema hiyo. Na neema nyingine, na neema yenyewe si nyingine ni ya ar-ru'ya, ndoto. Ikhwani, ar-ru'ya yanqasimu ila thalathat aqsam. Kwa kauli ya Mtume anasema ndoto zimegawanyika katika namna kuu tatu. Ar-ru'ya bushra min Allah, kuna ndoto ambayo asili yake ni bishara, ni muongozo, ni kufunuliwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wathani, na ya pili, ar-ru'ya min ash-shaytan, ndoto za mashaitani ambazo tofauti tutazielezea huko, lakini na ndoto ambayo asili yake ni lile ambalo umeshinda nalo mchana ukalikariri mchana kutwa, usiku likajirejea katika ndoto. Watu wengi wamegawanyika katika namna kuu tatu. Kuna watu ambao wao wakilala hawaoti, analala na amka asubuhi. Huyu ni mgonjwa, tena na maradhi, anatakiwa asaidiwe kwa sababu anakosa kitu muhimu ambao ni bishara kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Huyu hapati bishara. Unajisogeza vipi karibu kwa Mola wako ili upate bishara? Unasaidiwa vipi kwa adhkari mbalimbali ili ile bishara na utukufu na asili yako na pawa yako irejee? Tuwasiliane katika namba ambazo zitakazokuwa zinapita hapo ili tukuelekeze kitu gani ufanye. Lakini kuna watu ambao wao wakilala wanapata bishara mbalimbali kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini mwanzo walikuwa wanazisimulia neema hizo, mwisho wa siku zile neema wakiota, asubuhi wakiamka wanasahau. Lakini mtu wa mwisho yeye akilala anaota na anapuuzia. Huyu anatakiwa akumbushwe, na leo nakukumbusha juu ya ndoto, nini faida yake. Ikhwan, ndugu zangu Waislamu, usidharau ndoto. Kama hapo mwanzo nilivyosema, ndoto huwa ni bishara katika zile namna kuu tatu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Huenda Allah anakuletea ndoto ili mradi kuna jambo zuri katika maisha yako unatakiwa ulipate, au Allah anakuletea ndoto kuna jambo baya ambalo huko mbeleni litakukuta. Ujiandae nalo, ujitahadhari nalo, umuombe Mola wako ili aweze kukuepushia lile alilokupangia katika qadari, kwa sababu qadari haibadilishwi isipokuwa kwa dua. Ndugu zangu Waislamu, nisiende mbali sana. Moja kati ya watu walitokea zama zilizokwisha kupita, yeye hakudharau ndoto na lilomtokea ni kubwa. Sasa wewe ambaye unadharau ndoto, unaota unapuuzia, wewe ambaye unalala unasahau ili kujijua kwamba wewe una matatizo na ni mgonjwa, na wewe ambaye unalala huoti mpaka asubuhi, sikiliza kisa hiki. Jaa rajulu ila Abi Auni Dharrabi, alikuja mtu mmoja kwa bwana mmoja alikuwa akijulikana kwa jina la Abi Auni Dharrabi. Akamueleza, akamwambia kwamba inni raaitu fil manami ka anna dikan sahabi babi baitika, hakika yangu mimi ewe Abi Auni Dharrabi nimekuotea kana kwamba jogoo anawika nje ya mlango wako. Abi Auni Dharrabi alipokuwa amehakikishiwa ndoto hiyo, faqama musri'an, akasimama haraka sana, ila Muhammad ibn Sirin, akaenda kwa Muhammad ibn Sirin akamweleza, kaja mtu nyumbani kwangu kaniambia kwamba kaniotea ndoto ka anna dikan sahabi babi baiti, kwamba jogoo amewika nje ya mlango wangu. Muhammad ibn Sirin alikuwa ni bingwa wa kufasiri ndoto kipindi hicho, na mpaka zama tulizonazo watu wengi wanatumia zile njia za ufasiriji wa ndoto walizokuwa wanazitumia na kuwasaidia baadhi ya watu. Akamwambia, la in sadaqat ru'yaka, ikiwa ndoto uliotewa we Abi Auni Dharrabi ni ya kweli, la tamutunna ba'da 34 yawman, utakufa baada ya masiku 34.
Abdurrahman huyu bwana mkubwa baada ya kusikia kwamba baada ya masiku 34 atakufa, fataba ila Allah, hakubisha, hakupinga, hakudharau ndoto, alifanyia kazi. Fataba ila Allah, akarejea kwa Mola wake kwa istighfari, kwa adhkari na kuswali, kumomba Mwenyezi Mungu msamaha na mambo mengine. Yalipofika masiku 34, mata faja'atan, yule bwana alifariki ghafla, alikufa ghafla. Lakini kwa sababu watu wengi walikuwa wameshasikia fasiri ya ile ndoto aliyofasiriwa Biauni Dharabi, na kweli ilipofika siku 34 yule bwana akafa, watu wengi katika mji wakawa wanajiuliza, huyu Muhammad ibn Sirin amepata vipi uhakika? Mambo matano hakuna mwanadamu anayojua isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Walipotoka makaburini hawakuna aliyekwenda nyumbani, walienda kwa Muhammad ibn Sirin. Wakamuuliza, ulijuaje kwamba baada ya masiku 34 huyu mtu atakufa? Na hii ni siri miongoni mwa siri za Allah tabaraka wa taala. Akasema, nimefahamu bi jumlatil hisabi, nimejua baada ya kujumlisha hisabu. Kivipi? Akamwambia neno dikun ni herufi 3. Kuna dal, kuna ya na kuna kaf. Dar ni namba 4, ya ni namba 20, kaf ni namba dar ni namba 4, kaf ni namba 10, ya ni namba 20. Nasema nikajumlisha nikapata masiku 34 kutokana na tafsiri ya hizi herufi. Dar kuwa 4, ya dar kuwa 4, nani ya kuwa 10 na kafu kwa 20. Ukijumlisha unapata 30. Haya yalikuwa ni masiku. Lakini neno lenyewe dikun, yani kuku, huyu aliota jogoo. Ukiota jogoo anawika, basi jua umeota malaika. Malaika kule kumuota tu jogoo alikuwa kamuota malaika. Na yule jogoo alivowika ulikuwa ni wito wa Allah tabaraka wa taala. Hivyo masiku niliyapata kwa kulifasiri neno dikun. Yule bana akupuzia akarejea kwa Allah tabaraka wa taala. Na kuna baadhi ya watu wao jogoo akiwika kwa usiku, wanaamka wanamchinja, wanasema kaleta mikosi. Kumbe jogoo anakowika, omba dua, jogoo anaona malaika. Na ukimwona punda anapiga kelele, kamuona sheitani, mlani sheitani. Sio naona jogoo anawika unakimbilia kisu unamchinja, unasema kwamba amewika, muda sio wenyewe. Tutumieni fursa hizi. Kwa wale ambao wanaota lakini wanasahau, utafanya vipi ili kumbukumbu irejee? Nitafute katika namba zinazopita hapo, nikusaidie, nikupe kitu ambacho kitakufaa katika maisha yako. Ewe ambaye ukilala unaamka asubuhi unakosa kitu kikubwa sana, bishara kutoka kwa Mola wako. Utafanyaje bishara ambayo ilikuwa mwanzo inakuijia sasa hivi haikuijii, irejee tena? Nitafute hapo chini. Lakini kwa wale ambao mnaota mnapuzia, lakini nyinyi mtakuwa mnajua au mtakuwa mmepata faida juu ya wasia ambao nimekupeni siku ya leo, kama ilivyokuwa kwa Biauni Dharabi, angepuzia ina maana asingetubia kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yasmauna alqawla fayattabi'u ahsana. Wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.